Mheshimiwa, habari? Salama kabisa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jonas Charles Mzava. Ni speaker wa bunge la serikali ya wanafunzi SONIT awamu ya 40. Okay, hongera sana kwa kuwa speaker wa muhimili wa bunge katika serikali ya wanafunzi chuo cha NIT. Asante sana. Kwa mwongozo ambao ulikuwepo serikali iliyopita na kufikia sasa mmeingia serikali mpya, una mtazamo gani ambao unauona mnauelekea katika chuo chenu cha NIT? Kwanza kwa upande wa uongozi wa serikali ya wanafunzi, naamini kwamba uongozi ni muendelezo kwa yapo ambao tumeongea pamoja na viongozi ambao wamestaafu leo. Tunaelewa wapi kwa kiasi gani wamefanikiwa, kwa kiasi gani wamekwama. Kwa hiyo kwa neema ya Mwenyezi Mungu, kwa serikali ya awamu ya 40 tutakwenda kuendeleza na kutimiza malengo yaliyopo, tukiingia na malengo yetu mapya, tukiomba zaidi wa ushirikiano pamoja na uongozi wa chuo, lakini hasa ushirikiano na wanafunzi wenzetu. Lakini kuna serikali nyingine zikipita wakaingia watu wengine, wanasahau ile mihimili mingine iliyopita au serikali iliyopita na kufanya mambo yao. Wewe unafikiri kwamba serikali iliyopita inaweza kuwa msaada kwenye serikali yenu? Hakika, kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba serikali ni muendelezo, na kwa nafasi yangu kama speaker, kazi yangu kubwa ni kusimamia yale ambayo yanapitishwa bungeni, kuisimamia serikali isivuke mipaka yake kama inavuka, kukumbushana, lakini hasa kuangalia na kuhakikisha kwamba yale yaliyopitishwa bungeni ndio yanasimamiwa na serikali. Lakini kwa utendaji mkubwa wa serikali, kwa nafasi ya rais, kwa nafasi yake, sitaki kumsemea. Una neno gani au una kitu gani cha kukosoa kwenye serikali iliyopita ambacho ninyi mnaweza ikawa ndo mwanzo wa safari yenu katika serikali yenu? Hamna binadamu ama taasisi isiyokuwa na mapungufu. Kwa umoja wake na uchache wake au wingi wake, naipongeza sana serikali ya awamu iliyopita, na mimi nikiwa ni miongoni wa wabunge waliokuwa awamu ya 39. Asante sana. Kwa hiyo kwa nafasi yangu nimejifunza mengi kama kiongozi, na kwa nafasi hii ndio aminiwa na wabunge wakiwakilisha wanafunzi. Nikiwa kama speaker tajitahidi kwa uchache wake ama kwa wingi wake kuweza kurekebisha na kuhakikisha kwamba chuo cha taifa cha usafirishaji kinazidi kusonga mbele. Tunaelewa misingi ya bunge ni kutenda haki na kufuata haki na kufuata kanuni zote ambazo zimewekwa katika katiba ya serikali yenu ya chuo chenu cha NIT. Unafikiri kwamba wale wabunge waliomo ndani ya bunge lako hawezi kukutatiza au kukufanya wewe kushindwa kutekeleza zile kanuni na sheria zilizopo? We are open to challenges. We are open, changamoto zipo na ndo zinazidi kutufanya kuwa viongozi bora. Kwa hiyo hata vikombe kabatini waga vinagongana. Kwa hiyo ni jukumu letu kama kiongozi, kwa sababu kiongozi pia ni mlezi. Kwa hiyo tutaishi pamoja na tutaelekezana pamoja na waheshimiwa wabunge wa awamu ya 40 kuhakikisha kwamba bunge la awamu ya 40 linakuwa bunge tulivu lenye kujali maslahi mapana ya wanafunzi, huku likisimamia miongozo ya chuo cha taifa cha usafirishaji. Basi mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Speaker, na nikutakie safari njema na majukumu mema. Asante sana. Asante sana. Tupo katika chuo kikuu cha NIT, ni serikali mpya ya mwaka 2025-2026. Leo ulikuwa ni uapisho wa serikali mpya ya chuo hiki cha NIT, na leo wameanza majukumu mapya, na huyu aliyetoka hapa ni Mheshimiwa Speaker wa bunge tukufu la serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha NIT. Mimi naitwa Simon Lamek Simon.